Dada Christina, karibu. Asante. Umetusikia wapi? Unatokea wapi? Mimi natokea Mbezi. Hapa da? Yeah. Okay, unatusikia wapi? Niliwasikia kwenye Facebook. Okay. Nakumbuka hiyo siku nilikuwa napita, nikakuona kwa unaelezea hii fursa. Naelezea hii fursa. Kwa hiyo nini kilikugusa? Ambacho kilinigusa cha kwanza ni namna ambavyo ulielezea kwamba asilimia kubwa ya wadada wengi hasa wale ambao wamesoma wanakuwa na sema kwamba mimi nikafanya kitu fulani kweli hivi. Ego. Yeah, lakini pia kitu kingine ni mshahara. Ili nyamasisha nikasema ni bora nikaenda nikafanya kazi hii si haba kuliko kukaa hivi ukiwa uingizi chochote. Wow. Yeah, hicho ndo kilinivutia. Wow. Namba 1, ego. Wadada waliosoma wana ego, which is true. Lakini namba 2, mishahara. Wewe umesomea nini? Mimi nimesomea clinical officer. Ni nini hiyo? Ni utabibu ngazi ya diploma. Utabibu. Ndio. Hebu sema vizuri dada Christina. Nimesomea clinical medicine ambapo mimi ni clinical officer, ni tabibu. Ukisema wewe ni clinical officer au ni tabibu ngazi ya diploma, unaweza kuajiriwa wapi? Kwa shughuli zipi? Ili kwa sisi ambao hayo maneno unayoyatumia hapa ni mageni kwetu, tuweze kukuelewa kwa lugha rahisi. Yani mimi naweza kuajiriwa kwenye hospitali ya hospitali ya serikali ya private au ya private kwa ajili ya kutibu binadamu. Kwa ajili ya kutibu binadamu. Kwa hiyo ila wewe sio daktari. Ni daktari, nimemaliza chuo mwaka jana. Chuo umemaliza, ngazi ya diploma. Ndio. Kwa hiyo unaweza ukafanya kazi kwenye hospitali, iwe ya serikali au binafsi. Kwa ajili ya kutibu watu. Ndio. Kwa hiyo sijui swali gani nitaka nikuulize. Yaani ngazi ya diploma kuna limitation gani? Yaani unaweza kutibu watu lakini katika level ipi? Hilo ndio kwa swali langu. Kwa sababu utofauti yani wa diploma na degree ya udaktari sijui niiwekeje, lakini kuna baadhi ya majukumu yanatofautiana. Lakini kama ni kuwaona wagonjwa, wote mnakuwa mnaona wagonjwa, mnaandikia wagonjwa dawa hivyo. Lakini kuna yale magonjwa makubwa ambayo sometimes inabidi afanyiwe transfer kwenda kwenye hospitali kubwa zaidi. Na pia kuna baadhi ya kesi sisi tunakuwa hatudili nazo. Hizo zinakuwa ni specifically kutokana na level za udaktari za juu, kama ni degree au labda ni specialist hivyo. Kwa unajua kabisa kesi hii na hii labda nikipata hospitali natakiwa nifanye transfer aende hospitali ya juu zaidi. Kwa hiyo ni tofauti wake. Nashukuru umenijibu. Umenijibu kwamba kwa hiyo ulikuwa na uwezo wa kukaa nyumbani kama hujapata kazi. Kuliko kuja kwenye hizi kazi za ndani, kwa sababu wewe una taaluma yako ya utabibu, si ndio? So why umekuja na enda kutafuta hizi kazi mahospitalini, serikalini na binafsi? Kwa sababu kuna hospitali za serikali, ziko za binafsi. Why umeopti kuja huku? Mimi niliamua kuja huku kwa sababu nimemaliza chuo mwaka jana. Wapi? Hapo Excellent College. Okay. Lakini pia kwa sasa hivi ilibidi niende hospitali nikajitolee kwa ajili ya kuendelea pia kupata experience zaidi ya kazi. Lakini kwa asilimia kubwa hospitali nyingi za kujitolea haulipi chochote. Ulipi chochote kabisa. Yani hata kama ni nauli labda ni maji sijui ni chai, inakuwa ni juu yako, kwa sababu ni kama wana consider wewe bado uko shule. Yani umekuja kupata ujuzi, uzoefu zaidi yani. Kwa sasa unakuta hiyo ina costi kama ya ukiwa labda hauna sehemu ambayo unategemea kuingizie uchumi kidogo, ujikimu mwenyewe mahitaji yako binafsi, upate basi hata nauli ya kutoka hapo unapoenda, hela hata ya chai hivyo. Kwa asilimia kubwa hospitali, japo sio zote, lakini pia hata kwenye haya hospitali sometimes ni connection. Kama hakuna mtu ambaye unamfahamu hospitali fulani akakuunganisha ukapata chochote, inakuwa ni ngumu. Kwa utajikuta unakaa muda mrefu ukiwa unatafuta kitu, alafu nikaona kama huku kuna kitu ambacho naweza nikafanya kwa kutumia nguvu zangu na akili, na naweza nikaelekezwa nikaelewa kwamba hichi kinafanyika hivi, nikalipwa kiasi japo kidogo, lakini angalau kuliko kukaa hivi kuendelea kusubiria nicho. Wow.
Wow. Dada Christina, sasa Ndio. huku ulikokuja hauendi kwenye kazi ya zinatokeaga kazi za utabibu huku kwetu, kwa sababu sasa hivi kuna hili hitaji la watu wazima ambao wana changamoto za kiafya lakini wako majumbani. Hawaitakiwi kukaa hospitalini. Yaani shughuli za hospitali zishafanyika, wanatakiwa waendelee kupata huduma wakiwa nyumbani. Ndio. Wengine wanakuwa na uwezo wa kuajiri watu ambao wana ABCD za utabibu. Ndiyo. Kwa sababu kuna mambo ya kupimana baadhi ya magonjwa, pressure, sukari, kufanya mazoezi kidogo yale ya kitabibu, massage ya kitabibu. Sasa kuna ambao wanakuwa na uwezo wa kulipa mtu ambaye ana hizo ABC. Na hiyo ilipelekea si tukaanzisha hiyo ndani ya huu mradi kwamba kuna watu wakituambia wana watu wenye mahitaji maalum ya kiafya, tunawashauri kutafuta watu wenye taaluma husika, kwa sababu dada wa kazi wa kawaida kwenda kudili na mgonjwa kabisa ambaye anahitaji kupata vipimo, kufuatiliwa ratiba za dawa, diet na nini, massage hizo na mazoezi, kufanyisha mazoezi, yani angalau mtu awe na idea za kitabibu, na tunapata hao wateja. Right? Lakini nilichovutiwa na wewe ni kwamba kwanza ujaja kwa ajili ya hiyo kazi specific. Yani nilichovutiwa na wewe kwa sababu kuna wale ambao wakiona tumetangaza nafasi ya utabibu majumbani, ni kazi za ndani, lakini inahitajika angalau uwe na hiyo elimu au hiyo awareness au huo ujuzi, skill ya utabibu. Kuna wale ambao wakiona hivyo watakuja, lakini wewe umeweka utabibu wako pembeni na ukaja hapa kwenye mradi wetu uende tu ukafanya hizi kazi za nyumbani ambazo ni general, ni cleaning, ni masuala ya malezi ya watoto, kuna kuangalia watoto, kuna kufua, kuna usafi, kuna kupika. Hebu tuanzie hapo. Why ukutaka kuangalia, yani umeamua kufikia hatua ya kuweka taaluma yako pembeni na ukaja kwenye huu mradi wetu? Kitu cha kwanza kabisa, nilichoka kukaa nyumbani. Umechoka kukaa nyumbani? Yani unakuwa umekaa ni tegemezi wa kila kitu. Kuna muda hata nyumbani wanakuona kama wewe unakuwa ni mzigo. Wanaona ni kama yani wewe unakuwa ni liability, kwamba kama ni pesa zinakuwa zinatoka tu hivyo yani. Alafu unakuwa wanaona hauna kitu ambacho unakiingiza. Lakini wazazi wengi wanakuwa na ule mtazamo kwamba mwanangu akimaliza chuo moja kwa moja anategemea kwamba mwanangu sasa anaanza kunisaidia, lakini iko tofauti kabisa. Kiukweli maisha baada ya chuo ni magumu sana. Maisha baada ya chuo ni magumu kwa sababu sana. Ukija unaanza moja. Uelewi unaanzia wapi, unaenda wapi. Wewe unachojua tu ni yale mambo uliyosoma chuoni na mifumo yetu ilivyo tujenga. Ukitoka chuo ajira hii hapa. Lakini wakati huo mimi ni tabibu ambaye nimemaliza mwaka jana, lakini wapo ambao wamemaliza miaka 3 nyuma, 4 nyuma, na hawana kazi. Wapo mtaani hawana kazi. Lakini mimi nilipokuwa chuo nilikuwa najua nikimaliza nitapata kazi. Lakini kumbe kuna wengine ambao tayari walishasoma wapo. Kwa hiyo mimi binafsi nilichoka kukaa nyumbani. Nimeona nimekaa nimemaliza mwaka jana mwezi wa 9, ni kama miezi 6-7. Kaona mbona ni muda mrefu umepita, sifanyi chochote. Yani kweli yani nashindwa hata kufanya kitu ambacho naweza hata nikapata hata laki kwa mwezi. Basi hata laki kwa mwezi nashindwa. Alafu nasema mimi ni clinical officer. Sasa wewe clinical officer unanisaidia nini? Unakusaidia nini? Yani unaongea vizuri, hauna maana. Ni clinical officer alafu huwezi kuingiza hata laki. Yani ningekuwa karibu na wewe ningekupa bonge la hagi. Ningekupa bonge la hagi. Yani clinic officer umemaliza, una taaluma huko nyumbani, uingizi chochote, hata 100 uingizi. What is the point? Kwa sababu inafikia point sasa mimi clinical officer na bodaboda anaingiza hela, ambaye anajua akipiga ruti zake ngapi kwa siku anaipata hela, na hana taaluma yote ya ajabu. Hana taaluma yote. Alafu mimi nasema ni clinical officer nimekaa hapa. Haina maana. Kwa nikasema it's okay. Yani niko tayari kufanya kwa sababu nafanya ndani ya muda mfupi nikiwa na malengo yangu specific. Kwa hiyo najua nafanya kitu fulani, baada ya muda fulani naendelea na maisha mengine. Kwa hiyo unaweza hata ukaanzisha duka la madawa kwa sababu wewe tayari una hiyo knowledge. Unaweza kama ni kuanzisha biashara, unaweza usiende nje sana ya kile kitu ambacho umekisomea. Ukasema labda anaanzisha duka la dawa, right?
lakini ili uanzishe duka unahitaji hela, unahitaji kianzio. Okay. Okay. Nafikiri nimepata content hii at the right time, naweza kusema, kwa sababu recently tuna kazi, uenda ukaipata, uwezi jua, Mungu ana mipango yake sana. Hii kazi ni kazi ambayo tulikuwa tunahitaji tabibu kwa ajili ya kwenda kumsaidia mama ambaye ana mahitaji maalum ya kiafya. Anahitaji masuala ya kupima na anahitaji kucheki pressure, kucheki sukari, lakini apart from that anahitaji kufanyiwa mazoezi yale ya kiafya, anahitaji massage ya kiafya. Unajua ukisema tu massage watu wanafikiriaga hizi massage zao za siku hizi za kijinga ambazo no, hizi ni massage. Yani mgonjwa ambaye anahitaji kufanyiwa massage, labda wewe ndio utuambie, unajua hicho kitu? Why baadhi ya wagonjwa wanahitaji kufanyiwa mazoezi na massage? Kwa nini? Labda wewe kama tabibu. Hiyo inatokana na ugonjwa ambao wanakuwa naumwa, lakini pia mara nyingi watu ambao umri unakuwa umeenda, viungo vyao vinakuwa vinakaza. Kwa hiyo ile kumfanyia imeisha. Na hii ndio maana halisi ya kuwashauri wateja wetu kwamba kama tunapowashaurigi kwamba unapotupigia simu tukakuuliza una mahitaji gani, unataka udada aje afanye nini, ukasema na mgonjwa, tunakwambia tungependekeza utafute mtaalamu ambaye angalau anaweza kumsaidia vizuri, kumhudumia vizuri mgonjwa wako. Ni vitu kama hivi. Amejibu straight kabisa kwamba wagonjwa, watu ambao wana matatizo ya kiafya, hasa watu wazima, hata wengine ambao tayari misuli yao inakuwa imeanza kukakamaa na nini, ndio hao wanahitaji kufanya hizi treatment za massage, mazoezi. Labda swali langu lingine lingekuwa ni kwamba kufanya massage na mazoezi inahitaji ujuzi, unatakiwa pia ni kitu ukakisomea, au unaweza kujitrain kwa muda fulani na ukaweza kufanya kwa mtabibu? Kwa mtabibu, kwa sababu sisi tunapokuwa tunasoma vitu vingi sana. Tunasoma vitu vingi. Tunajifunza namna ya kucommunicate na watu, kwa sababu kwa hospitali wanakuja wagonjwa wa aina tofauti, inabidi ujue namna gani ya kuwasiliana nao, kujua pia wewe unatakiwa kuact vipi kwa mgonjwa hivyo. Kwa hiyo tunajifunza vitu vingi sana. Kwa upande wa masuala kama hayo, mazoezi, labda massage, vipo hivyo vitengo specific, unakuta yeye mtu kabisa ni specialist wa mazoezi. Lakini mimi nikienda hospitali naenda kujifunza general. Unaenda kujifunza general. Unajifunza vitu vyote, unapita kila kitengo. Kama ni kitengo labda cha mifupa, unapita unajifunza, kitengo chile unapita unajifunza. Lakini wapo ambao specifically wanadili kabisa na hizo mambo. Kwa kama ni masuala ya massage, wapo ambao wanaweza kawa wamesomea, lakini pia unaweza ukajifunza ukaweza kufanya. Kwa hiyo inapokuwa mtu wewe unapata client ambaye anahitaji kufanyiwa hiyo massage na mazoezi kutokana na mahitaji yake, wewe kama mtu ambaye umesoma utabibu general, unaweza kujiongeza vipi ili uweze kutimiza hilo hitaji la mteja? Hapa atuzungumzie hospitali, hapa tunazungumzia huduma hizi za kinyumbani. Umeenda nyumbani kufanya kazi, lakini mgonjwa licha ya kumsaidia masuala ya kimatibabu kwa maana ya labda dawa zake amekula kwa wakati, umempima pressure, umempima sukari, iko sawa, lakini anahitaji kufanywa mazoezi na kufanywa massage kwa ajili ya kulegeza hiyo misuli yake. Wewe unaweza attempt vipi hiyo? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema nitajiboresha niwe bora zaidi katika hiyo sekta, kwa sababu maana yake naenda kudili na huyo mtu specifically yeye. Kwa hiyo na anahitaji huduma hizo. Kwa maana yake mimi nitajiboresha ili niweze kuwa bora zaidi, niweze kuifanya hiyo kazi. Uweze kuifanya. Yaani kwa maneno mengine ni kama utajitrain. Okay. So hiyo ni muhimu sana kwenye dunia ya leo tunayokwenda nayo. Kwanza kitendo cha wewe kuja kwa ajili ya kazi nyingine za ndani, hiyo nakupa big up sana. Wasichana wengine, sio wasichana, wasomi wengi hawana hiyo culture. Wengi wanabakigi kwenye maboksi ya taaluma. Mimi nimesoma kitu fulani, kwa hiyo mimi siwezi kwenda kufanya ile kazi fulani. Na hicho ndio kinawafanya wanabaki nyuma sana. Ndio kama hivyo unavyosema, unakaa nyumbani mwezi unaisha, hujaweza kuingiza hata wewe unazungumzia 100,000. Unakuwa ni mtu tu wa kupiga watu vibomu. Wewe ni mtu tu wa kuomba. Watu wanakuchoka. Taaluma yako iko wapi? Taaluma yako iko wapi? Seriously.
Kwa hiyo mimi huaga napenda, moja ya mafundisho yangu ni hiyo, Mungu amenipa hicho kipaji cha kuhamasisha kwamba you know what, kwanza Mungu wetu ametuumba duniani tuhudumiane anyway, umeelewa? Mwisho wa siku, kwani wewe tabibu si unaenda kuhudumia hospitali? Wale si ni watu? Why hawa watu usihudumie kwenye ngazi ya nyumbani, you know? Na sio lazima wawe ni watu wanaohitaji huduma yako ya kitabibu. Wewe umeenda kusoma utabibu, who told you kwamba kuna watu wanahitaji that service anyway? Wewe si ulijisikia tu nataka kuwa tabibu? Okay, so now you are coming to sokoni sasa, to the marketplace, sasa hakuna no one interested na hiyo taaluma yako. So unafanya nini? Unatakiwa uangalie watu wanahitaji nini. Unakuja na taaluma yako sokoni, unakuta watu wanahitaji ukawadekie, sio ukawachome sindano. Kwani wewe unataka kuombea watu waumwe? Watu wanataka kula vizuri. Kwa hiyo unakuja kwenye marketplace, unakuta okay, watu wanahitaji diet nzuri, watu wanahitaji yani uwasaidie kuprevent wao kupata magonjwa. Kwa hiyo kwenye kazi za ndani kuna issue za kupika vizuri. Ile knowledge yako ulionayo, jaribu sasa kunavigate nayo, kujua okay, kama watu hawahitaji kuchomwa sindano na kupimwa, wanahitaji kupikiwa, why, kwa nini nisifanye? Still bado ni kitu, ni huduma kwa watu. So mimi nakupongeza sana, and kwa sababu tayari ushakuja binafsi kwa ajili ya kufanya hizi kazi, nataka tu nimalizie kwa kusisitiza kwamba ili nijibu, yani hii content ya dada Christina imekuja wakati sahihi, kwa sababu watu wengi walikuja juu nilivyoweka hili tangazo la kwamba tunamtafuta nurse, right? Wakasema mnadhalilisha taaluma yetu, mnadhalilisha taaluma. Nakwambia niko recently, hata huyo mtu bado hatujampata, lakini watu walikuwa hapa wamebeba mabango mpaka wametagi sio watu gani huko sio wanaowafundisha hizo taaluma, like Joyce yuko huko anashusha hadhi ya taaluma yetu. Mimi nikawaangalia nikasema, yani nikawasikitikia sana. Nashukuru wewe umekuja at the right time, umekuja kuwajibu kwa vitendo kwamba you are here kama mtabibu ambaye actually umekosa kazi, umekaa nyumbani umechoka, na umeona uje ufanye kazi za ndani. Ila Mungu huyo alivyo mkubwa akakuta hapa kuna nafasi hiyo ambayo I hope utaipata, kwa sababu anayefanya sana hizi interview ni my business partner ambaye pia ni mume wangu. Yeye ndio anafanya sana disa na interview zile za level za juu. Atakufanyia interview, atakuassess aone kama unafiti kwenye hiyo position. Lakini kwangu mimi kwa haraka ninakuona kama unafiti, kwa sababu unavyoongea tu tayari unasikika ni mtu unaelewa hiyo taaluma, na hicho ndicho tunachopenda kwa advice watu wanaohitaji wafanya kazi. Kwa hiyo ukienda kumhudumia huyu mama utaweza kumpa huduma nzuri sana. Lakini kwa wale ambao walikuwa wako kwenye maboksi, jamani, nilichokuwa naongelea mimi ni kwa watu kama akina Christina ambao hawajafungwa kwenye maboksi yenu ya ego za kitaaluma. Christina huyo hapa anakuambia amekaa nyumbani, hana kazi, hana nini, anakaa mwisho wa mwezi aingize hata 100,000 au hela yoyote, na sio yeye kamaliza shule juzi. Kuna wale ambao mmemaliza miaka 5 nyuma imepita, hujawahi kupata kazi. Wanawake wengine wanaopti tu kwenda kuolewa na kuzaa. Mambo ndio yanazidi kuwa magumu, kwa sababu anafikiri solution ni kwenda nikiolewa nikizaa mambo yatakuwa mazuri. Anajikuta kumbe kaenda kujidumbukiza zaidi kwenye umaskini. Kwa sababu by the time unazaa watoto wanahitaji ni majukumu, si ndio? Sasa majukumu unahudumia vipi kama wewe hujajipanga? Kwa hiyo kwa kweli umenifurahisha sana, kwa sababu hili ni jibu yani umeleta jibu la, yani unajua kuna yale majibu ambayo ni very smart, yani kwamba yani kuna mtaaluma sasa hapa amekuja kwenye mradi wetu na amekuja kwenye kazi za ndani guys. Christina hajaja kwa ajili ameona tangazo la utabibu, kaja kwenye kazi za ndani, kwamba hii inaonyesha kuna watu wanajielewa, hawawezi kukaa tu nyumbani wamejifunga kwenye makaratasi yenu hayo ya kusema nina diploma na degree, kwa hiyo mpaka nipate kazi niliyosomea. No, they are ready kwenda kunavigate na hali halisi. Yani hii ndio degree halisi. Si ndio nani Christina? Degree halisi iko kwenye maisha, iko mtaani. Ukishatoka shule ukaja mtaani, huku ndio kuna the really degree. Kwa hiyo na Christina amekuwa ni mjanja sana, hajataka kupoteza sana muda, kwa sababu toka amemaliza chuo hata mwaka hujaisha, si ndio? Umekuwa mjanja kwamba sasa umeamua uanze sasa shule yenyewe. Ile shule ulokuwa kule, ile ni trailer mama. I'm telling you. Ile shule uliosoma mpaka umemaliza diploma, hiyo ni trailer. Picha kamili ni nini? The real life now.
Umekuja huku sasa ukae na watu, ujifunze namna ya kuishi na watu, ujifunze watu wanahitaji mahitaji gani, wewe unaweza ukahudumia nini. Hicho ndio chuo halisi. Na uhitimu wake ni namna ambavyo wewe utakuwa hauchagui kazi, unafanya kazi ya halali, unapata kipato, unaboresha maisha yako. Maisha yako yanavyozidi kuwa bora, ndio certificate zenyewe za halisi sasa za maisha. Hiyo certificate walokupa iko kabatini huko haikuingizii chochote. Hiyo hamna kitu. So guys, jibu ndio hilo mmelipata wale mlikuwa mnasema nazalilisha taaluma yenu. Niko hapa kuwasaidia, na kwa kweli niwaambie ukweli, Roho wa Mungu ndio ameniweka hapa. Sijaja mwenyewe. Hizi idea na hii Wadada Center mimi sijui hata nimewezaje kubuni, ila ninachojua ni kwamba Mungu aliyeko ndani yangu, ambaye ameniumba kwa sura na mfano wake, ndio amenipa haya mawazo nyakati hizi ambazo kuna shida ya ajira. Wengi mnasoma huko, yani unajua mnatemwa vyuo mkianza kuhitimu ma degree na manini, mnatemwa mtaani, alafu mkija huku ndio mnashangaa, naanza kuona nyota. Sasa ajira ziko wapi? Sasa mmekutana na Joyce Kiria, yuko hapa, Mungu amemwandaa, anawaambia put your ego down my friend, put your ego down. Si na degree na diploma, put your ego down. Angalia binadamu wenzako wanahitaji mahitaji gani, nenda kawahudumie, be humble. Hivyo shusha mabega chini. Huu ni ujumbe unaotoka kwa Mungu, kwa sababu hata neno la Mungu linatuambia ufalme wa Mungu unafanana na mbegu ndogo kabisa. Kwa hiyo mbegu ndogo ndio hivyo, anza na kile kidogo kilichopo. Usije hapa mtaani unataka ukaanze na 5 milioni 10. Wapi? Utasubiri miaka 5, una ajira sasa. Unasubiria, unaenda unazalishwa. Nyota zinazidi kuongezeka, unaona nyota. So napenda sana huu mradi kwa sababu una cut cross. Yani ni mradi ambao licha ya kwamba wanaokuja wanaelezea story zao, lakini ni zina relate na kundi kubwa la watu ambao wako kwenye jamii zetu. Na mimi hapo ndio napeleka message yangu, yani ujumbe hapo na kandamizia, napiga kwenye mshono. Kwa hiyo ndio hivyo jamani, mje, fursa ziko huku Wadada Center. Njooni mwanze kwenye humble beginning. Mungu anataka akupitishe hapa, akunoe kama Yusufu alivyopita, akaenda utumwani, akaenda jela, lakini baadaye Mungu alimuinua sana. Kwa hiyo acha kupandisha mabega. Huna chochote ulichonacho. Angalia Musa, Mungu alimuulizaje, una nini mkononi? Akasema nina fimbo. Wewe sasa una nini? Una nguvu ambazo Mungu amekupa. Weka karatasi zako hizo pembeni. Weka hicho nini title, status ulioambiwa na chuo chako, nao wewe you are there. Weka pembeni hapo. Angalia kwa uhalisia, macho uhalisia. Binadamu wenzio wanahitaji mahitaji gani? Hiyo tu ndio tafsiri ya biashara. When you get that, maisha yako yatakuwa kama ulivyo. So guys, karibuni sana. Asante. Hapa ndio kwa Superwoman. Na imani session yetu pia imetupa kitu. Si ndio? Ndio. Sasa mnapokuwa hapa kituoni kwetu jamani, tunaangalia sasa uwezo wenu. Nani yuko traditional dada, nani yuko smart, nani yuko professional, kwa namna mnavyojiongeza, namna mnavyopambana hapa kuonyesha tabia zenu. Tunaangalia vitu vingi kwa sababu sisi tunapenda kuwapelekea mabosi wetu wadada wanaoendana na tabia sawa na uwezo wa utendaji wa kazi. Kwa hiyo mnapokaa hapa msikae tu mkafikiri mko tu yani kambini au mko tu sehemu ambayo mnapoteza muda. Sawa. Wengine wanaweza wakapangiwa kazi haraka, wengine wanaweza wakachelewa kupangiwa kazi. Why? Kwa sababu tunakuwa bado tunaendelea kukuangalia. Hatujaelewa vizuri, yani hatukusomi yani. Lakini mwingine haraka tu unaweza ukamcapture, ukaona uwezo wake, karakta yake na ukampanga kazi. Yule ambaye karakta yake na uwezo haujaonekana vizuri anaendelea kubaki tukimwangalia. Kwa hiyo kwa kifupi ni hicho kinachokuwa hapa. Mnapofika hapa, why unatakiwa ukae angalau siku kadhaa kabla hatujakupeleka kwa bosi wako. Lakini yote kwa yote sisi tunatembea kwenye nuru. Sawa ndugu zanguni? Tunatembea kwenye nuru. Tabia yako ikawe nuru kwa familia za watu. Tumeagizwa sisi tukafanyike nuru ya ulimwengu. Nuru ya ulimwengu ni tabia yako, ni matendo yako. Utakapoenda kuishi na mtu vizuri, utafanikiwa. Ukishindwa tabia zako kuishi na watu, huwezi kutoboa. Hautaweza kufanya kazi na kituo hiki, hutaweza kufanya kazi na bosi yoyote. Utasema una nuksi, kumbe ni wewe mwenyewe tabia zako zina align na ufalme wa giza.
Tuko pamoja? Ndio. Haya, Mungu awabariki sana, atangulie, kafanye mkawe baraka na mkatangaze kituo chetu cha Wadada Center vizuri, si ndio? Ndio. Haya, nimalize. Asante. Haya.